Watu wenye nguvu wanaamini wana uwezo kwa kila kitu. Wanasema kama alivyosema mtumishi wa Mungu Paulo, anasema naweza yote, na yaweza mambo yote katika yeye anifanyaye nini? Anitiaye nguvu. Na sisi tuwe na uwezo wa kusema hivyo, ya kwamba tunaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Mambo matatu ya kuhitimisha ambayo ni asili ya nguvu yetu. Asili ya nguvu yetu ni Roho Mtakatifu, ya Batash Komanda. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni asili ya nguvu yetu. Yaani ukiona tuna ujasiri, tunaishi kwenye dunia iliyoharibika, iliyo chafu, iliyo na uovu wa kila aina, tunaishi kwa raha na tunaishi na amani, ni kwa sababu ya kipawa cha Mungu cha Roho Mtakatifu. Ukisoma katika kitabu cha Matendo sura ile ya kwanza mstari wa 8 utapata maelezo, na sura ile ya 6 mstari wa 8 hadi wa 11 utapata maelezo. Biblia inaonyesha kwamba Roho Mtakatifu akiwepo ndani yetu anatupa hekima ambayo hakuna anayeweza kushindana nayo. Walokole nao wafahamu mimi, sio wa siku hizi. Walokole nao wafahamu mimi, walikuwa hata mtu hawezi kukubali kuongea nao. Walikuwa wanasema usianzishe mazungumzo na mlokole kwa habari ya kuokoka na Mungu wake. Atakayeshindwa lazima utashindwa wewe ambaye hujaokoka, utashindwa na utaokoka. Walikuwa wanasema hivyo. Sasa hivi hawasemi hivyo kwa sababu pia hatushuhudii na kuambia watu. Kwa sababu maisha yetu ni ya viwango vya kawaida, hayana nguvu. Na maisha yetu yakiwa na nguvu, unapamia mtu yeyote. Utashuhudia mshirikina, utashuhudia watu wenye uchumi mkubwa, utashuhudia watu matajiri, hutamwogopa mtu yeyote. Utawashuhudia bosi wako. Nilikuwa naambiwa na mchungaji marehemu Mayara, alishuhudiwa na mfanyakazi wake, house girl. Wakati wewe ni manager, ni mtu mkubwa sana Tazara, anashuhudiwa na house girl, anamwambia uokoke bosi, Yesu anaokoa. Na yule mwanaume aliokoka, na kale kabinti kalimshawishi kaenda naye kwenye mkutano wa Moses Kuora. Anasema mahubiri yalipoendelea, sikujua hata nilipitapitaje kwenda mbele na kuokoka, ikawa ndio mwanzo wa wokovu wake. Lakini kale kabinti kalimkazania kumlea kiroho yeye na mke wake. Fundisha mambo ya msingi ya wokovu. Fundisha mambo ya msingi ya wokovu. Halafu na wapendwa waliookoka wanabadilishana kama vile wamepanga zamu. Wengine wanaenda asubuhi, wengine jioni, wengine wanaenda kesho, wengine kesho kutwa, kumtia moyo kwamba alichokiamua ni kitu cha busara, asiache. Na huyo akakuwa kiroho na akawa na nguvu nyingi, hata mwisho wa siku akaacha kazi, akawa mchungaji wa kanisa letu la TAG. Roho Mtakatifu ni asili ya nguvu zetu. Mwambie jirani yako, Roho Mtakatifu ni asili ya nguvu yetu. Lakini jambo la pili, imani katika Mungu na neno lake ni asili ya nguvu zetu. Jambo la mwisho, uzoefu binafsi na Mungu ni asili ya nguvu yetu. Wow!